Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimetokea. Hii ni habari ya kusikitisha kuhusiana na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Karina. Huyu bidada Karina bwana yamemkuta alikuwa anapitia wakati mgumu sana, na moja kati ya vitu ambavyo Karina amepitia ni kwamba alikuwa anaumwa ugonjwa ambao kidogo ulikuwa ni wa ajabu. Ulikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa haukufahamika kwa haraka kwamba ni nini hasa kilikuwa kinamsumbua. Baadaye ndo ikaja ikafahamika kwamba alikuwa na matatizo katika utumbo mkubwa, jambo ambalo lilisababisha mwanadada huyu kuspend muda mwingi sana kwa maumivu. Yani alikuwa anaishi kwa maumivu, alikuwa anateseka, na at the end of the day ni kwamba ilibidi afanyiwe surgery, na ameshafanyiwa surgery nyingi zaidi ya 21. Just imagine, mpaka Disemba ya mwaka 2023 mwanadada huyu alikuwa tayari ameshafanyiwa surgery takriban 21, na alikuwa tayari ameshasota amekaa kitandani akiwa anaugua kwa zaidi ya miaka miwili. Umeona? Kwa hiyo ni bidada ambaye alikuwa ameanza kuumwa kwa muda mrefu sana. Yani ni moja kati ya watu ambao wameteseka kwa muda mrefu, na ni moja kati ya wadada ambao ukisikiliza historia yake ambao tutakuletea hapa Trend TV itakutoa machozi. Tumefuatilia story ya chanzo cha ugonjwa, hali ilivyokuwa kipindi wakati anaumwa, na hata jitihada za matibabu na kutatua tatizo ambalo alikuwa analipitia. Kiukweli ni mazito, lakini kwa sasa hivi habari ambayo iliyotufikia kuhusiana na Karina ni kwamba amefariki, na ni jambo ambalo kiukweli ni la kusikitisha mno. Mwanadada huyu kufariki hivi karibuni, hususan na alikuwa yuko India kwa ajili ya kupata matibabu. Umeona Karina alikuwa yuko India kwa ajili ya kupata matibabu, na kupitia page mbalimbali zimeripoti kuhusiana na kifo cha Karina. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba mwigizaji Carolina Hawa almaarufu kama Karina, ambaye alikuwa akipatiwa matibabu nchini India, ameripotiwa kufariki dunia. Taarifa za awali zinaeleza kwamba Karina anatarajiwa kurejea nchini siku ya leo baada ya kufanyiwa upasuaji mkubwa wa tumbo, tatizo lilokuwa likimsumbua kwa muda mrefu. Umeona? Hiyo ni moja kati ya page zimeripoti hivyo, lakini pia kuna page nyingine hapa imekuja kutoa habari vile vile kuhusiana na kifo cha Karina, wakiwa wameandika kwamba mwigizaji wa Bongo Movie maarufu kama Karina alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya tumbo kwa muda mrefu, na amefanyiwa operesheni zaidi ya 21 katika miaka 8 ya kuugua kwake. Umeona? Kwa bidada ameteseka na haya maradhi ambayo alikuwa yanamsumbua kwa takriban miaka 8. Just imagine, miaka 8 huyu dada anateseka kitandani. Alikuwa anaugua kwa takriban miaka 8 ya kuugua kwake, na hivi karibuni alipelekwa kufanyiwa upasuaji mwingine, na ikaelezwa kwamba alikuwa anaendelea vizuri. Kwa mujibu wa taarifa, Karina anatarajiwa kurudi Tanzania leo, lakini hali ikiwa tofauti. Alitakiwa kurudi Tanzania leo, lakini hali ikawa tofauti, akafariki dunia. Pole kwa ndugu, jamaa na marafiki walioguswa na msiba wa mwanadada Karina. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ukiwa kama mdau, hebu nawe pia weka maoni yako. RIP kwa Karina, rest in peace kwake. Lakini pia vile vile ukiwa kama mdau, weka maoni yako kuhusiana na the way ambavyo umekuwa ukimfahamu bidada huyu kupitia kazi zake za sanaa, lakini pia kupitia kipindi ambacho alichokuwa anateseka kwa maumivu ambayo alikuwa anapitia. Na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.